Katibu wa kamati maalum idara ya itikadi, uenezi na mafunzo CCM Zanzibar Comrade Beto Hamis ameeleza kushangazwa na maneno anayokuwa anayazungumza mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman kwa kile alichokisema kwamba anatumia matukio yaliyotokea mwaka 2020 kama mtaji wake kisiasa. Kama mnataka mimi niwape watu wale walioathirika 2020, naamini wengine hamtoweza kuwasikiliza. Wale walioathirika 2020, mimi naamini 100% kuna watu hamtoweza kuwasikiliza. Beto amesema anashangazwa kwa kuwa Othman Masoud amekuwa akitumia matukio yaliyokuwa yametokea mwaka 2020 kama mtaji wa kisiasa, na pia kuelezea upande mmoja tu juu ya namna chama chake kilivyoathirika, lakini hazungumzii pia kwa namna ambavyo wafuasi wake walivyochoma baadhi ya nyumba za wanachama wa Chama cha Mapinduzi, walivyowapiga mapanga wanachama wa Chama cha Mapinduzi, na wengine hadi kuwafuata misikitini wakiwa wanafanya ibada walivamiwa na kupigwa mapanga na viongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Beto amesema hayo hii leo akijibu kile ambacho Othman Masoud amekizungumza hiyo jana. Hakuna jambo baya la viongozi kama kuona double face ama ukawa na standard na kustandard ya watu katika nchi. Leo nimesikia akizungumza akilalamika, baada kulalamika tu kwa kamati ya viongozi wa dini, anasema kuna watu waliuliwa, kuna watu waliteswa. Labda leo niwaambie, na mara nyingi sisi tunakuwa hatutaki kutolosha yaliyopita. Sheria ya nchi iko wazi. Wangelimuuliza hawa watu waliosema wamepata maafa walisababishwa na nini? Haiwezekani wewe viongozi ukachochea watu wavunje sheria, ukachochea watu wapige watu, ukachochea watu waharibu mali za watu, alafu vyombo vya ulinzi na usalama vikutizana. Kweli kweli? Mfano, ukisoma sheria ya uchaguzi, sheria namba 4 ya mwaka 2018 ibara ya 75 ilielezea utaratibu mzima wa kupiga kura, kuhesabu matokeo na kutangaza matokeo. Kweli kweli? Leo wewe unaambia watu wakapambie vituo vya kupiga kura, wewe unafikiria nini? Unakusudia watu watapambana kwenye barabara wakizama, wakati tumeambiwa piga kura rudi nyumbani, au sio? Piga kura kaa mita 200 na kituo kupiga kura. Na kwa sababu sheria iko wazi, kila chama kinawakilishwa na mawakala kwenye maeneo ya kupiga kura. Kwa hiyo leo wewe unahamasisha watu wakafanya fujo, alafu tunakufunga neno la kipuzi unapakana viongozi wa dini. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni jambo la hatari sana kuzungumza upande mmoja. Leo nitakutajia mwana CCM ukopenda kusema ambao wanachama wao wa ACT Wazalendo waliwapiga na kuwachoma visu. Bora aseme mfano, katika wilaya ya Mcheweni kuna bwana anaitwa Hatim Said Hatim, walimchoma kisu cha tumbo. Kesi ipo, wabaya hakusema kitu tena. Walikuwa wanatoka kwenye mkutano wao wa hadhara, wakawaambia wamekaa masikini na sisi katika mikono yao. Hawa si watu, hawa paka. Bora wasemeni kama unataka amani kweli. Lakini mwingine anaitwa Hamis Hamadi Haji, wamempiga kisu cha kifua. Tunaelezana hapa na viongozi wengine wasikie ile kamati ya kwenda wale msiku wako na nini wapi, alafu atamwambia jamaa kwa nani. Lakini kwa mtu anaitwa Saidi Amani. Saidi Amani ni MC, ni dereva wetu. Dereva wetu wa wilaya ya Chake wamemchoma kisu. Kuna mtu maarufu hapo
wanamuita Profesa Gogo, wamempiga yuko msikitini, wamemvamia. Huyu si mtu, si Mzanzibari, bora usemi hawa wamefanywa. Lakini wamechoma nyumba za watu, Shumambili, Micheweni, Konde, kila pahali. Hapo vipi? Lakini kuna mtu anaitwa Rashid Masudi, wamempiga baka la kichwa. Kuna mama mjamzito Micheweni anaitwa Raya Hamadi, Raya Hamisi Hamadi. Na kutajeni wako wengi, Yesu anasema hayo. Lakini kuna mtu anaitwa Saadi Hamisi Hamadi, pia wamempiga baka. Mapanga mara tatu soneka kasuri. Lakini kuna mtu anaitwa Hassan Hamisi. Hawa wote wamejeruhiwa na wafuasi wa ACT. Kuna mtu anaitwa Ayubu Makame, wamempiga visu. Anatoka kwenye tawi anaitwa Kikwata, akasafirishwa kwenda Unguja emergency. Kuna Juma Hatibu Rajabu, wamempiga visu. Kuna mtu Mabela Hamisi Mbaru, wamempiga visu. Kuna mtu anaitwa Juma Pembeni Sulemani, kijana wetu maarufu kwa chama chake kwa Mchomani, mpaka gari yake ACT wakaitia moto. Niendelee? Sasa nataka nimwambie wao, unapozungumza haki basi angalia na upande wa pili. Hizi na kwambeni kesi zipo na majalala yapo. Hawa watu wamefanya, lakini wamempiga askari wa jeshi la wananchi kule Wete. Wamemua askari mwingine wa kikosi cha SMZ. Lakini mpaka leo nakwambia wamenyang'anya SMD bunduki na risasi zake, mpaka leo hajapatikana mapema. Tusemeni haya. Kwa maana sheria ya uchaguzi. Sawa? Sasa nataka nimwambie Othman Masoud, anapokutana na jamii za kimataifa, anapokutana na viongozi wa kiimani, basi azungumze ukweli. Na sisi hizi tunayo, na sio hii tu, sisi tunapaka video za watu wetu wanafanya unyama huo, kuonyesha watu waone waliofanya unyama huo ACT Wazalendo wanasema wao. Sasa wao wanafanya vitendo hivi, polisi na vyombo vya ulinzi vikiwapata kwa kamata, mnasema watu wanakamata, watu wanapigwa. Ukikuta sheria yako fanya nini?